Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea na darasa letu katika somo la mirathi. Katika darasa zilizotangulia tulieleza maana ya mirathi kwamba ni kuhamisha umiliki kutoka kwa mtu mmoja ambaye kwa sasa atakuwa ni marehemu kwenda kwa warithi wake. Anaweza kuwa ni mtu mmoja au anaweza kuwa ni zaidi ya mtu mmoja. Hiyo ndio maana halisi ya mirathi. Lakini pia vile vile tulipitia katika darasa zilizopita kwamba mirathi kama vilivyokuwa vitu vingine ina taratibu zake. Ziko sababu za mtu kumrithi mtu mwingine, na tuliangalia kabla ya kukamilika kwa sheria ya Kiislamu sababu zilikuwa nyingi sana. Hata waliohama pamoja kutoka Maka kwenda Madina walikuwa wakirithiana, lakini kuna wengine walikuwa wakirithiana kwa sababu tu ya undugu wa kiapo, undugu wa yamini, watu walikuwa wakirithiana. Lakini baadaye ilipokamilika sheria ya Kiislamu zikawekwa sababu maalum za kurithiana ambazo ni 3: nasabu, ndoa na wala. Lakini tumepitia vile vile tukaona kuna masharti ya mtu kurithi, nguzo za mirathi na vizuizi vya mirathi. Pia vile vile katika darasa zilizopita tukaona warithi wa kiume ni akina nani, warithi wa kike ni akina nani. Lakini wapo warithi wengine wanaitwa dhawil arham. Darasa ya mwisho nakumbuka tulipitia mirathi ya alhaml. Ikitokea mtu amefariki, amemwacha mke mjamzito, kafariki mtu kamwacha mke mjamzito, na mrithi ndio huyo tu. Yawezekana mrithi pekee akawa ni huyu na huyo atakayezaliwa. Sasa atakayezaliwa inawezekana akawa ni mtoto wa kiume au wa kike. Wanazuoni wakasema njia bora ya mirathi ya hamli ya mimba ni kusubiri mtoto azaliwe, hasa kwa wale warithi ambao mafungu yao yanaweza kubadilika. Mtoto wa kike akizaliwa, mtoto wa kike kuna mtu fungu linakuwa ni kubwa, akizaliwa mtoto wa kiume fungu linakuwa dogo au hapati kabisa. Lakini wale ambao mafungu hayabadiliki kwa namna yoyote ile, azaliwe mtoto wa kike au wa kiume, hakuna sababu ya kuwachelewesha. Wale wanapewa kabisa mafungu yao, na huyu mtoto mwenyewe anatengewa fungu lililokuwa kubwa zaidi. Tunakadiria ni mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume ndio ana fungu kubwa, kwa hiyo anatengewa fungu hilo. Kwa hiyo ni bora kumtengea fungu kubwa, akija wa fungu dogo, maana yake kile kilichozidi watapewa watu wengine wanaostahili, kuliko mmemtengea fungu dogo afu akaja wa fungu kubwa na wale wengine mmekwisha wagawia, na wakati mwingine inawezekana pesa hiyo ikawa imekwisha tumika. Sasa hii ilikuwa ni somo lililopita. Leo hii tutaangalia kitu kingine ambacho kina umuhimu wa aina yake, nalo ni swala zima la hesabu. Mirathi ni vitu vitatu. Moja, maarifatul warith mimman la yarith. La kwanza kabisa kumjua nani anarithi, nani harithi. Anaweza kukuijia mtu na swala la mirathi, bwana tunaomba tusaidie masuala ya mirathi. Amefariki huyu mtu fulani, mzee fulani kaacha mali ziko hapa, warithi hao hapa. Anakutajia watu wengi, atakutajia mpaka mjomba, shangazi, jirani, rafiki, wote anawataja, shemeji. Sasa wewe kama shekhe ndio fani yako ile, unaanza kuwatoa mmoja baada mwingine. Tumepitia mlango huo wa nani anamzuia nani. Kuna mtu mwingine akiwepo watu fulani wengi hawarithi, kwa hiyo anaweza kukupa orodha kubwa au ndefu ya watu wanaorithi walioachwa na marehemu. Sasa kwa maelekezo na taratibu unaona kabisa huyu ndio mrithi, huyu. Hao wengine wote katikati hapa sio warithi. Hilo ndio la kwanza. Kumjua nani anarithi, nani harithi. La kwanza, hatua ya kwanza. Hatua ya pili, wale waliobaki ambao wanarithi wanapata ngapi? Umeletewa orodha ya watu 20 walioachwa na marehemu. Katika watu 20 hao umewatoa, wamebaki watu 4 tu ndio wanarithi. Hao 4 mafungu yao tofauti. Hii ni hatua ya pili. Hatua ya kwanza kumjua nani anarithi, nani harithi. Hatua ya pili, hao wanaorithi kila mmoja fungu lake ni lipi. Hatua ya tatu sasa ni hesabu. Hiyo robo ya shamba la hekari 20 ndio sawa na nini? Au hiyo nusu ya milioni 10 aliyoacha marehemu ndio sawa na kiasi gani? Kwa swala la tatu ni hesabu. Kuna wakati mwingine mazingira yanafanya hesabu inakuwa rahisi kabisa, inakwisha rahisi wala haina mzozo wote. Lakini yako mazingira yanapelekea kama hujawaelimisha watu vizuri
na imani zao zikawa zipo vizuri, mtu anaweza asikuelewe. Anaona kabisa ule mgao anatakiwa kupata nusu, halafu unampa nusu ya 280,000 unampa 140,000, 120,000, hakuelewi. Marehemu kaacha 280,000, mimi umesema napata nusu ya 280,000 si 140,000, mbona nipa 120,000? Yako mazingira. Ndio sema ni kitu ambacho kina umuhimu wa pekee yake ambacho tunakwenda kukifanya leo hii, hesabu. Sasa baada ya hatua ya kwanza ya kumjua nani mrithi nani si mrithi, hatua ya pili wale wanaorithi kuyajua mafungu yao, hatua tatu sasa kuwagawia stahiki zao kwa maana ya hesabu. Sasa kuna mifano kadhaa patapitia. Taanza na ile mifano ambayo mali inagawika kawaida kabisa wala haina tatizo lolote. Halafu takuja ile mifano ambayo kidogo ina utata. Hapa inatakiwa kwanza itangulie elimu. Wale warithi wenyewe waelimishwe kwanza, lakini pia vivyo nitegemeana na imani zao. Kuna watu wanaikataa na kukimbia mirathi ya Kiislamu. Wanasema kwanza ugawaji wenyewe hujakaa sawa. Kwa nini mwanaume anapata mara mbili ya mwanamke? Kuna watu wanafanya hivyo, hasa sasa akina mama. Lakini pale hesabu zinapokuwa hazipo sawa, pia vile kuna njia ya kurekebisha. Mtu anaona mimi niambiwa nusu, nataka nusu. Nusu ya 20 mimi najua ni 10. Usije kuniambia 8. Nusu ya 20 ni 10 wala sio 8. Sasa hesabu zako kama shehe umefanya, huyu anayepata nusu katika 20 kapata 8 au kapata 7. Nafikiri rahisi kukuelewa? Sio rahisi kukuelewa. Tuanze na mfano wa kwanza. Mfano wa kwanza unasema tufiat an zawjin wa ukhti shaqiqa wal mal 20 faddanan. Ikitokea mfano mazingira kafariki mwanamke kamwacha mume na dada yake, huyu marehemu aliyofariki ni mwanamke, kamwacha mumewe na dada yake, baba mmoja mama mmoja, na ameacha shamba la hekari 20. Kwa mazingira haya, huyu mke kwa kuwa hana mtoto wala hana mjukuu, fungu la mume ni nusu ya mali yote. Na kama ile shamba hekari 20 atapata hekari 10. Mtu wa pili aliyomwacha ni dada yake wa baba mmoja mama mmoja, alafu dada yuko mmoja tu. Warithi wakiwa ni hawa wawili tu, huyu dada naye anapata nusu. Hesabu ngumu hiyo. Mume nusu, dada nusu. Hesabu inakwisha kirahisi tu. Hekari 20 watagawana, huyu hekari 10, hekari 10. Wameamua kulima kwa ushirika. Ndio maana nikasema kule mwanzo, jamani, tukisema mirathi haina maana kwamba lazima kiuzo kitu. Wanaweza akaamua hawauzi, wakawa wanaendelea kulima kwa kushirikiana. Ila tu inafahamika kwamba katika shamba ile hekari 20, mume fungu lake ni nusu, hekari 10, dada fungu lake ni nusu, hekari 10. Na maisha yakaendelea. Wakalima pamoja, maisha yakaendelea. Umoja ni nguvu. Huo ni mfano wa kwanza. Nimeanza na mifano mepesi ambayo haina utata wowote. Kidogo kidogo tunakwenda kwenye ile mifano ambayo ina utata. Ndio maana nasema inabidi elimu itangulie. Unamkuta mrithi mwingine kweli ni Muislamu, lakini Uislamu wake, imani yake ni ya kuegesha. Halafu ukasikia kwamba anapata nusu, ukamwambia nusu ya 20 ni 7. Kuna kazi. Au ukamwambia wewe katika mirathi hii unasubiri kinachobaki. Nafasi yako wewe ni kusubiri kinachobaki. Alafu unagawa kisibaki kitu. Wewe naye una kazi kubwa kumwelimisha. Umemwambia anasubiri kinachobaki. Halafu umegawa kulingana na warithi wengine waliopo, hakijabaki kitu. Hawezi kukuelewa. Mfano wa pili, tufi an zawja wa 3 banat wa ibnaini. Imetokea mfano kafariki mtu, kamwacha mke mrithi namba 1 na mabinti 3 na watoto wa kiume 2. Watu wa aina 3 hao, lakini kimsingi ni aina 2, mke na watoto. Hao watoto wako jinsia tofauti tu basi. Kwa hiyo kaacha mke na watoto. Na mali aliyoiacha milioni 20. Kwa kuwa marehemu huyu mume kaacha watoto, fungu la mke ni 1/8. Hapa mwenye fungu ni mmoja tu, mke. Hawa wengine wote watoto wanasubiri kinachobaki. Hapa pia hesabu ya namna hiyo inakuwa rahisi. Mwenye fungu akiwa ni mmoja tu, wengine wanasubiri kinachobaki, hesabu pia inakuwa ni rahisi.
Maana yake utafanya hesabu tu, 1/8 ya milioni 20 sawa na ngapi? Hiyo 20 ukigawa kwa 8 unapata 2.5, ni milioni 2.5. Tunatoa katika milioni 20 na baki milioni 17 na laki 5. Tunawagaia hawa wanaobaki. Hawa waliobaki hawa ni watoto ambao jinsia tofauti, wa kiume na wa kike. Wa kiume 2, wa kike 3. Kwa hesabu za mirathi si watoto 5, hawa ni watoto 7. Kila mwanaume mmoja tunamhesabia mara 2. Kwa hiyo tutasema watoto wa kiume 4 na wa kike 3 wanakuwa 7. Ile milioni 17 na laki 5 iliyobaki tutaigawa kwa 7. Ukigawa kwa 7 unapata milioni 2 na laki 5. Hilo ndio fungu la mtoto mmoja wa kike. Milioni 2 laki 5, watoto wa kike wako 3, maana yake milioni 7 laki 5. Inabaki milioni 10 ya watoto 2 wa kiume, kila mmoja milioni 5. Na ni kweli milioni 5 ni mara 2 ya milioni 2 na laki 5. Hesabu hii pia vile haina utata. Inakwenda na kuisha kawaida tu. Labda tu mabinti waseme kwa nini sisi tunapata nusu au wanapata mara 2? Hilo ni kesi nyingine. Mfano mwingine, tufiat an abi zauj wa bint. Inaweza ikatokea kwamba kafariki mtu mwanamke, kamwacha baba yake mzazi, kamwacha mume na akaacha na binti. Wako watu kadhaa hapa wenye mafungu yako 1, 2, 3. Baba na fungu lake ambaye ni 1/6, na kama kuna kitakachobaki atapewa baba. Mume fungu lake, kwa kuwa mke ameacha mtoto, fungu lake ni robo, na mtoto mwenyewe ni mmoja, binti fungu lake ni nusu. Mafungu yako 3, tuna 1/6, tuna robo 1/4, na tuna nusu ambayo ni 1/2. Sasa kawaida huwa natafuta namba ya kugawia, na namba ya kugawia huwa inakuwa ni KDS ya hizi namba 3, 2, 4 na 6. Namba zilizopo hapa tuna 2, tuna 4, tuna 6. KDS ya 2, 4 na 6 ni 12. Sasa hayo masuala mengine tena, namna kutafuta KDS hatuendi huko. KDS ya 2, 4 na 6 ni 12. Hii 12 ndio tutatumia kugawia sasa. Kivipi? Tutaelekezana hapa. 12 tutaigawa kwa 2 ili tupate fungu la binti. Tukigawa kwa 2 tunapata 6. Kwa hiyo hisa ya binti ni 6. Tunakwenda mtu wa pili. 12 tunagawa kwa 4, fungu la mume robo ile. Nagawa kwa 4 tunapata 3. Hisa ya mume ni 3. 12 tukigawa kwa 2, tukigawa kwa 6 ambaye ni baba sasa. Tukigawa kwa 6 tunapata 2. Hisa ya baba ni 2. Tumepata hisa ya binti 6, ya mume 3, ya baba 2. Ukizijumlisha hizi 6 tukajumlisha na 3 9, tukajumlisha na 2 11. Kuna kitu kinabaki. Hii kinachobaki anapewa baba, kwa sababu baba hapa ana sifa 2, anapata 1/6 na kinachobaki ni cha kwake. Kama kuna hesabu inabaki afu yuko mtu anayesubiri kinachobaki, pia hesabu haina matatizo. Wakati mwingine inawezekana kuna kitu kinabaki halafu hakuna wa kusubiri kinachobaki. Kuna kitu kinaitwa raddu, tunagawa tena. Katika kugawa tena kuna watu hawahusiki. Wasiohusika katika mgao wa 2 na wa 3 ni mume na mke. Raddu inawahusu watu wa nasabu tu. Kwa tunaporudia kugawa tena, maana yake wale ambao hawahusiki tunawatoa. Lakini bahati nzuri katika mfano wetu huu yupo ambaye anasubiri kinachobaki. Baba ana fungu 1/6 alafu anasubiri kinachobaki. Kwa hiyo pia vile hesabu hii haina utata. Sasa nimetaja kwamba KDS ni 12. Na tumeona hisa kila mmoja. Ya binti ni 6, ya mume ni 3, ya baba ni 2. Tuchukulie huyu marehemu aliacha pesa kidogo tu, 240,000.
tunawagawia vipi? Maana yake kupata fungu la binti katika hii 2,240,000 tutafanya 2,240,000 mara 6, afu tunagawa kwa 12. Watu hesabu wako hapa watatusaidia. Maana yake binti atapata 120,000, na ni kweli ndio nusu ya 2,240,000. Fungu la mume maana yake 2,240,000 tutazidisha na ile hisa yake 3, afu nagawa kwa 12, atapata 60. Fungu la baba wa marehemu ni 2,240,000, tunazidisha mara 2, tukagawa kwa 12, tunapata 40,000. Binti kachukua 120,000, mume kachukua 60,000, baba kachukua 40,000. Ukijumlisha hizi 120,000 ya binti jumlisha 60,000 ya mume inakuwa 180,000. Ukijumlisha na 40,000 ya baba inakuwa 220,000. 20 nayo baki nayo ni ya baba, kwa sababu pia alikuwa na sifa ya kusubiri kinachobaki. Pia hesabu haina utata sana. Zinaanza hesabu zenye utata sasa. Mazingira ndio hapo sasa elimu inahitajika, lakini na imani ya huyo unayemwelimisha. Mathalan, kafariki mwanamke, kamwacha mumewe na dada wa baba mmoja mama mmoja na dada mwingine wa baba mmoja mama tofauti, basi warithi wake ndio hao watatu. Vumbi linatimka hapo. Kwa mazingira haya lazima mtu akalishwe chini, aelimishwe vizuri, vinginevyo hawezi kukuelewa. Hawa watu watatu, mume kwa kuwa marehemu mkewe hana watoto, fungu lake ni nusu. Dada wa baba mmoja mama mmoja, kwa kuwa yuko peke yake, fungu lake ni nusu. Dada wa baba mmoja mama tofauti, fungu lake ni 1/6. Kuna nusu mbili, mali imeisha. Huyu wa 1/6 lazima apate. Nasema hapa, yani lazima elimu itangulie, vinginevyo mtu hawezi kukuelewa kwamba wewe nusu yako ya 20 ni 7. Kuanzia lini nusu ya 20 inakuwa 7? Mimi najua nusu ya 20 ni 10, sasa unanipaje 7? Nasema hapa lazima mtu aelimishwe, lakini inategemea na imani yake, namna gani anaukubali Uislamu, namna gani anakubali namna Mwenyezi Mungu alivyogawa. Hawa watu watatu kila mmoja ana fungu, yale mafungu yanazidi. Kuna mmoja na nusu, mwingine wa pili ana nusu, imeisha mali. Alafu kuna mwingine ana 1/6, naye lazima apate. Utaratibu unakuwaje? Tuna nusu ziko 2, alafu tuna 1/6. KDS ya 2 na 6 ni 6. Huyu wa kwanza wa nusu 6 tutagawa kwa 3, tutagawa kwa 2, alafu tutagawa kwa 2 atapata 3. Wa pili pia vile vile 6 tutagawa kwa 2 atapata 3. 3 hizi 2 ukijumlisha unapata 6. Huyu anayepata 1/6, 6 tukigawa kwa 6 anapata 1. Kwa hiyo tuna 3 ya mume, tuna 3 ya dada wa baba mmoja mama mmoja, alafu tuna 1 ya dada wa baba mmoja mama tofauti. Ukijumlisha hizi 3 na 3 na 1, jibu linakuja 7. Kwa hiyo namba yetu ya kugawia sasa sio 6 tena, ni 7. Ndio hesabu itanyooka. Ukigawa kwa 6 haikai sawa, tutagawa kwa 7. Mara nyingi huwa napenda kutumia mfano mmoja rahisi tu. Tujalie mfano, Mwenyezi Mungu kakujalia shekhi wangu hapa, umepata nusura, umeoa, siku zimepita, miezi, mwaka, umepata, Mwenyezi Mungu kakujalia umepata watoto 2 mapacha. Unawapenda sana watoto wako kuliko maelezo. Kwa namna unavyowapenda watoto wako, kila siku unarudi na chungwa moja nyumbani. Ndio uwezo wako wa kununua chungwa moja kila siku. Watoto wako 2 unawagaia vipi? Nalikata katikati tu, nusu. Sawa? Wala hamna kesi. Mwaka wa 2 wa 3 Mwenyezi Mungu akakujalia ukapata tena wengine 2, na uwezo wako bado ni ule ule wa chungwa moja tu kila siku. Wameongezeka tena watoto wengine 2. Unaacha kununua machungwa au unabadilisha tu namna ya kulikata lile chungwa? Ulikuwa unalikata mara moja unapata vipande 2, utalikata mara 2 upate vipande 4 vidogo, lakini kila mmoja kapata. Nafikiri imeeleweka.
Lile chungwa ulikuwa unalikata mara moja vinatoka vipande vikubwa viwili, ukilikata mara mbili vitatoka vipande vinne, lakini vidogo vidogo havifanani na vile vya mwanzo, lakini wote wamepata. Ndicho kilichofanyika hapa. Yatakuwa mafungu madogo lakini kila mmoja kapata. Ndio hapo inapokuwa nusu ya 20 sasa ni 7. Sio 10. Nusu ya 20 ni 8. Nusu ya 20 ni 5. Lakini wote watakuwa wamepata. Sasa hapa pana kazi. Kumwelimisha mtu na aridhike na vile alivyogawa Mwenyezi Mungu. Unamwambia bwana, hivi ndivyo alivyogawa Mwenyezi Mungu ili kila mmoja apate. Usinganganie kwenye nusu yako tu. Sawa, utapata nusu. Sasa mbona nusu ya 20 inakuwa 7 tena? Ndio utaratibu. Usishangae kuambiwa nusu ya 20 ni 7. Mfano wa mwisho katika hesabu ambazo ni tata, na ilitokea kipindi cha Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, paka masala yenyewe ikaitwa mas'alatu umariyatain. Aliulizwa, yeye ndo akatoa fatwa hivyo. Tokea tumeanza mwanzo somo la mirathi tunasoma mpaka tunakuja huku, mara zote mwanaume anamzidi mwanamke. Fungu la baba ni kubwa kuliko fungu la mama. Mtoto wa kiume fungu lake ni kubwa kuliko mtoto wa kike. Wale ambao wako daraja moja, baba na mama, daraja moja, fungu la baba ni kubwa kuliko la mama. Watoto wa kiume na wa kike, kwa kuwa ni daraja moja, wote ni watoto, fungu la mtoto wa kiume ni kubwa kuliko fungu la mtoto wa kike. Akaulizwa siku moja Amirul Mu'minin, imetokea mtu kafariki, kaacha mume, baba na mama. Naona hesabu rahisi, lakini katika kuifanya ile hesabu ikawa kinyume chake. Mama akapata fungu kubwa kuliko baba. Sura kama hii, maana yake ikitokea kafariki mtu kamwacha mume, baba na mama, kwa kuwa hakuna watoto wala wajukuu, fungu la mume ni nusu. Fungu la mume ni nusu. Na kwa kuwa hakuna watoto wala wajukuu wala makaka na madada, fungu la mama ni theluthi. Tuna nusu alafu tuna theluthi. Maana tuna 2 alafu tuna 3. KDS ya 2 na 3 ni 6. 6 ukigawa kwa 2, mume anachukua 3. 6 ukigawa kwa 3, mama anachukua 2. 2 na 3 5, kilichobaki ni 1. Baba anachukua 1, mama anachukua 2. Amirul Mu'minin kafanya ile hesabu, akaona mama sasa kamzidi baba. Akaja na utaratibu mwingine. Akasema tutafanya hivi. Mume tunampa nusu yake, alafu tunamtoa. Mama tutampa theluthi ya kile kinachobaki baada ya kumtoa mume. Inaitwa thuluthul baqi. Kwa KDS ya 2 na 3 ni ile 6. Mume anachukua nusu, akapewa 3. Ile 3 ikagawanywa ikatolewa katika 6, zikabaki 3. Kwa hiyo mama anachukua theluthi ya hii iliyobaki 3. Theluthi ya 3 ni 1, kinachobaki ni cha baba 2. Kwa hiyo ikawa ni kinyume chake kabisa, baba akapata 2, mama akapata 1. Sasa vitu kama hivi vinahitaji kwanza wale unaowagawia utangulie kuwapa elimu hiyo, lakini pili inategemeana na utayari wao na mawaidha pia vile. Jamani, hivi ndivyo alivyogawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, lakini pia vile vile na masahaba pia wamegawa kwa utaratibu kama huu. Kwa hiyo leo tutakuwa tumejifunza kitu kidogo kuhusiana na hesabu. Unaweza ukapata msaada wa vikokotozi kwa maana calculator ukatumia, au mtu mtaalamu wa hesabu akakufanyia hesabu, lakini huwa anasema siku zote calculator haikupi ile formula unayo wewe. Hata huyo mtaalamu anatakiwa ile formula aijue. Anaweza kuwa mtaalamu yuko vizuri kabisa, lakini kama formula hajaijua vizuri, anaweza akakupa majibu ambayo sio, na calculator pia inaweza kukupa majibu ambayo sio. Mfano msikiti wetu wa Abu Badr unachukua waumini 270 mfano. Katika waumini 270 akina mama ni 50. Hivi hii 50 katika 270 ni sawa sawa na asilimia ngapi? Ukikosea kanuni utapata jibu ambalo sio.
ni 270 mara 100 gawa kwa 50. Jibu utakalolipata hapa ni tofauti na ukisema 270 mara 50 gawa kwa 100. Yaani ukigeuza tu lazima majibu yatakuwa tofauti. Ndio maana nikasema unaweza kupata msaada wa kalkuleta, lakini namna unavyoziingiza zile hesabu ukikosea majibu utapata tofauti. Kwa hiyo muhimu hizi kanuni zifahamike. Msaada wa kalkuleta, msaada wa mtaalamu wa hesabu, vile utakavyomuelezea, kama kanuni haijakaa sawa lazima majibu yatakuwa si sahihi. Nafikiri imeeleweka. Kwa hiyo somo letu la leo lilikuwa linahusu zile hatua za kufikia kugawa mirathi. Kwanza, kumjua nani anarithi na nani harithi. Hatua ya pili, yule anayerithi au wale wanaorithi kila mmoja fungu lake ni ngapi. Lakini baada ya hapo sasa ndio unaingia katika hesabu zenyewe. Kwa leo tutaishia hapo, na kama ilivyokuwa kawaida tutaacha muda wa uchangiaji, kwa maana kama kuna kitu nimekisahau au kuna sehemu mtu hajaielewa anataka ufafanuzi zaidi, falyatafaddal mashkuran maajura.